kidogo, lakini hata kwa kimoja ambacho Mungu anakiachilia kina thamani na kina ubora mkubwa zaidi. Nimekuwa na mfululizo wa mafundisho juu ya mambo mbalimbali ambayo ni muhimu ukayafahamu na ukayaelewa kwa lengo la kudumisha mahusiano yako na Mungu, lakini pia kujua mambo mbalimbali yanayoendelea katika ulimwengu wa kiroho, ambako ndiko kwenye chungu cha kupika kila kitu kinapoendelea. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa ni zao la mafundisho, Mithali 12:1. Kwa hiyo kwa kadri unavyopata neno la Mungu, kuna kitu kinaingia ndani na inakusaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kumbuka, lengo kubwa la mafundisho ni kukufanya ukue, ili usiwe mtoto kila siku. Kadri unavyojua haki yako, unachukua hatua nzuri kabisa ya kuendea katika urithi wako. Ni jambo ambalo ni jema mbele za Bwana na mbele za malaika zake, kwa sababu inaonekana sasa unaingia kwenye wajibikaji. Na wiki iliyopita nilikuwa na kichwa cha somo kinachosema namna ya kumtambua mwenye nguvu anayetawala mazingira yako na namna ya kumshinda. Na leo nitaendelea katika sehemu ya pili, hasa nikiwa najikita zaidi kwenye kujua tabia za mwenye nguvu. Mstari ambao tulikuwa tunausimamia kuanzia wiki iliyopita ni Luka mtakatifu sura ya 11 mstari wa 21 hadi 22. Biblia inasema, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akitegemea na kuyagawanya mateka yake. Bwana alibariki neno lake. Lengo kubwa la mistari hii ni kwanza upate kumtambua mwenye nguvu, na pia ya pili upate kusimama katika kupambana naye kwa lengo la kumshinda, ili upate kugawanya au upate kupokea au upate kumiliki vitu ambavyo huyu mwenye nguvu anavyo. Huyu ni mtu mwenye nguvu, alafu yupo kwenye nyumba yake ama katika himaya yake, na ana silaha, alafu ana mateka. Kwa hiyo anachofanya huyu mwenye nguvu zaidi ni kupambana naye kwa kumshambulia na kumshinda, ndipo anaweza akaziteka nyara au mateka ambayo yako chini ya huyu mwenye nguvu. Unaweza ukapata mambo mengi kupitia mstari huu, ya kwamba huyu mwenye nguvu ni Shetani, lakini mwenye nguvu zaidi ni Yesu Kristo, kwani ndiye alikuja kwa lengo la kumshinda na kuharibu kila aina ya silaha za giza ndani ya himaya za giza, ili tupate kutembea katika maisha yaliyo huru. Kwa hiyo hapa mwenye nguvu ni Shetani, lakini mwenye nguvu zaidi ya Shetani ni Yesu. Na nilizungumza wazi nikasema,
Kabla Yesu kuanza huduma yake hapa duniani, alianza kwanza kwa kumshughulikia mwenye nguvu ambaye ni Shetani. Yesu alijua kabisa kwamba bila kumshinda mwenye nguvu sio rahisi huduma yake kuweza kufanikiwa. Alijua. Kwa sababu gani? Huyu mwenye nguvu ndiye kashika mifumo ya maisha ya watu, kashika mifumo ya kiuchumi, kashika mifumo ya kisiasa, kashika mifumo ya kiafya, kashika mifumo ya kielimu. Kwa hiyo alijua bila ya kushughulika naye hawa watu hawawezi wakawa huru, lakini pia mifumo ambayo ndio inabeba hatima ya maisha ya watu haiwezi kumilikiwa na yeye isipokuwa kwanza kamshinda. Kwa hiyo unaona, uwezo ukaepusha kitu hicho, ya kwamba unapotaka kufanya kitu chochote, yupo mwenye nguvu ambaye anapambana kuhakikisha ya kwamba silaha zake zinaendelea kuwa imara, lakini pia vitu alivyoviteka havichukuliwi wala havigawanywishi kwa namna yote. Biblia inasema Ibilisi hawaachi mateka wake waende, hawaachi wafungwa wake waende. Manake aking'ang'ania kitu anahakikisha labda kife kutoka mikononi mwake, ndipo anaweza kakiacha. Kwa hiyo huwezi kutofautisha masuala ya mapambano kiroho na maisha ya Ukristo. Mpenzi msikilizaji, mapambano ya kiroho ni mapenzi ya Mungu kwa mtu, na nilizungumza, huwezi ukatembea katika hali ya utawala wa kiuchumi, wa kisiasa, wa kiafya kwenye maisha yako bila kudili kwanza na vita vya kiroho katika maisha ya mtu. Ndio maana nimekuambia Yesu alijua hawezi akaenda mbali bila huduma yake kuweza kudhibiti na kumiliki miliki zote za giza, ndipo apate kutembea katika maisha ya mafanikio. Kwa hiyo katika maisha tulio nayo, haya ni maisha ya vita, kwa sababu kadri tunavyozidi kupigana na tunavyozidi kuwa na mbinu mbalimbali na maarifa mbalimbali, ndivyo tunavyozidi kutembea katika umiliki na utawala na kusimama kama watu wenye maamuzi juu ya maisha yetu wenyewe, juu ya maisha wengine na juu ya mji tuliopo. Kumbuka, tunapambana na Shetani. Nani atawale? Nani awe na usemi wa mwisho juu ya uchumi wa Kahama au uchumi wa kanisa? Juu ya nani hawe na usemi juu ya siasa ya nchi, juu ya afya ya nchi, au juu ya elimu ya nchi na vitu vyovyote vile? Hapo ndipo kuna mapambano. Nani atawale? Nani awe na usemi wa mwisho? Nani aweze kuamuru uelekeo na maisha ya watu katika eneo na katika mji? Hiyo huwezi ukaepusha, kwa sababu maisha yetu yanategemea tunatumia kwa kiwango gani maarifa tulio nayo, juu ya nani tunashindana naye, na vita vinapigwanaje, na namna tunavyoweza kupigana, na mkao ambao tunapaswa kuwa nao wakati wa vita. Sasa ili ujue hichi kitu, ndio maana ninakuletea somo, ili usiwe Mkristo uliyebweteka, ili usiwe Mkristo unayesubiri vitu vifanyike. Vitu havijitokezi, vinasababishwa. Vitu havijiweki, vinasababishwa. Usikae na kungoja ukafikiria vitu vitafanyika tu. No, lazima uingie kazini. Nilikwambia, ukiangalia Biblia, Israeli wameahidiwa nchi ya ahadi, wanaenda katika nchi ya Kanaani, lakini angalia, walipambana zaidi ya mapambano 31 ndipo wakaingia katika ile nchi ya Kanaani. Ile nchi ilikuwa chini ya wenyeji, ilibidi wapambane, ilibidi washindane, ilibidi wamtegemee Mungu katika vile vita na kushinda, ili kusudi wapate kumiliki urithi. Wewe unataka kupata urithi wa baraka, urithi wa amani, urithi wa kiuchumi, unataka kupata mali zako, lazima ujue
kuna kupambana, kuna kushindana, na kuna kuingia katika kutafuta maarifa ya kiungu ndani ya maisha ya kwetu. Sasa nataka leo nizungumze kidogo juu ya kile kitabu cha Waefeso 6 ule mstari wa 10 mpaka 11. Waefeso sura ya 6 katika maeneo mazima ya vita hivi, ili kukupatia kitu fulani kwa leo upate kuelewa. Waefeso 6 ule mstari wa 10 mpaka 11. Biblia inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Kwa maana, kwenye 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Umeona Paulo anazungumza na kanisa la Waefeso namna linavyopaswa kuwa. Wanaambia wavae silaha. Sasa huwezi ukavaa silaha kama hakuna vita. Kanisa ni taasisi ya kiroho inayopigana vita vya kiroho. Haipigani vita vya kimwili. No, hatupambani kwa jinsi ya kimwili, kwa sababu vita vyetu sio vya kibinadamu. Vita vyetu sio vya kibinadamu, na silaha tulizo nazo sio za kibinadamu. Silaha tulizo nazo zina uwezo katika Mungu, na vita hivi vinavyopigana hatupigani kwa jinsi ya kibinadamu, tunapigana katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Paulo ameorodhesha pale vitu vichache, lakini ule mstari wa 11 anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Wakristo wengi sana wanafikiria tunapambana tu na shetani, tutamtajataja, tutamsema, tutamng'ong'ang'onga. Lakini unapoangalia kwenye Biblia anasema tunapambana na hila za shetani. Hatupambani na shetani, tunapambana na hila za shetani. Hatushindani na shetani, tunashindana na hila zake. Tunashindana na hila za shetani, tunashindana na ujanja na akili za ujanja za udanganyifu wa shetani. Anapozungumzia hila, anazungumzia udanganyifu. Anapozungumzia hila, anazungumzia ujanja. Anapozungumzia hila, anazungumzia welevu. Anapozungumzia hila, anazungumzia ni akili zenye ujanja wenye udanganyifu. Akili zenye ujanja zenye udanganyifu. Na watu wanapopambana vita vya kiroho, ili eneo huwa hawaliangalii. Watamtaja shetani, watataja wanavunja, lakini Biblia inatuambia tunapambana na hila zake. Huwezi pambana na hila za shetani kama huzijui hila zake, hujui ujanja wake, hujui uelevu wake, hujui uongo wake. Kama haujui hivyo vitu, sio rahisi kupambana vita na kushinda. Ndio maana kwenye Wakorinto wa pili ile sura ya 11, Wakorinto wa pili ile sura ya 11 mstari wa 3, angalia anavyosema: lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. Kwa hiyo unaona ni mapambano ambayo yanaenda kwa ujanja sana, si tu kuimtajataja, si tu kumsema, si tu kumnena, lakini angalia huyu adui yako anatumia nini. Angalia huyu mwenye nguvu anatumia nini. Angalia huyu mwenye nguvu anatumia nini. Anatumia hila. Tunaona, lakini nachelewa kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Kwa hiyo unaona nyoka ambaye anamwakilisha shetani alivyoenda katika vita kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anamuondoa kwenye reli Adam na Hawa, akwenda na mabomu, alikwenda na kitu kinachoitwa hila, alikwenda na uongo, alikwenda na udanganyifu, alikwenda na hadaa, alikwenda na welevu. Kwa hiyo issue kubwa ya kuto kujua hila za shetani zilimsababisha Adam na Hawa waingie kwenye mtego, na ghafla
wakajikuta wako kinyume na Mungu, wakajikuta wako kinyume na Mungu. Mpenzi msikilizaji, ni vizuri ukajua kutoka kwenye Biblia juu ya yale mambo ambayo Biblia imesema juu ya utendaji wa shetani, ili upate kujua namna ya kubeto naye, namna ya kushindana naye. Unaweza ukamsema asubuhi mpaka jioni, lakini kama haujui udanganyifu anaotumia kwenye familia, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye mahusiano, si rahisi kushinda vita, kwani huwezi shindana na mtu usiyemjua, huwezi shindana na mtu usiyemfahamu, huwezi shindana na mtu usiyetambua, na lazima ujue hila zake ili upate kuzibana. Ndio maana Paulo anasema tuvae silaha zote za Mungu tupate kuweza kuzipinga hila za shetani, udanganyifu wa shetani, uongo wa shetani, adaa za shetani, uelevu wa shetani. Kwa hiyo ukishajua namna hiyo, ndio maana utaanza kujua namna ya kupambana naye kiujanja sana. Utajua anakuja kwa uelevu sana, haji akiwa na mapembe, anakuja kama mtu mzuri sana. Haji akiwa amevaa manguo meusi meusi na rukaruka, anaweza akawa amekuja amekamata amepiga paka suti, lakini ndani yake ana uharibifu mkubwa. Anaweza akashika Biblia ukafikiria ni mtumishi wa Bwana, lakini ndani yake ni shetani mzima mzima. Unaweza ukasema namna gani? Anaweza akaja hata anasema mistari, lakini ndani yake ni hatari sana. Unaweza ukasema namna gani? Hata alimwendea Yesu akamwambia imeandikwa. Kwa hiyo kusema imeandikwa sio hoja, kuchukua mstari wa Biblia sio hoja. Anaweza akaja na hiyo. Kama haumjui na kama haumtambui, anaweza akakuingiza kwenye 18 na ukajikuta maisha yako yanakaa chini ya uharibifu. Na leo ningependa nikuambie mambo makuu mawili juu ya tabia za huyu mwenye nguvu ama shetani katika maisha ya watu, anayetumia hila hiyo kuzuia mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, kwenye huduma, kwenye familia, kwenye kazi na kwenye njia zako. Ni vizuri ukamjua anavyo operate na ukajua tabia yake ili uchukue tahadhari. Tabia moja ya mwenye nguvu anapokuwa kwenye maisha ya mtu, au anapokuwa kwenye huduma, au anapokuwa kwenye taasisi, au anapokuwa kwenye maeneo yenye maamuzi, mwenye nguvu siku zote huwa anapenda kutoa ushauri. Anapenda kutoa ushauri. Unaweza ukasema namna gani hii jambo? Angalia habari za Yesu. Yesu amefunga siku 40. Alafu ana njaa. Shetani akaona ana njaa, ambaye ndio mwenye nguvu namuita huyo, akamshauri, sasa wewe una njaa, si ubadilishe mkate huu kuwa si ubadilishe jiwe ili kuwa mkate? Unaweza ukaona ni ushauri mzuri, amekuja vizuri, amekuja akiwa hana shida, lakini ulikuwa ni mtego mbaya sana kwa shetani. Kwa Yesu ulikuwa ni mtego mbaya sana. Ulikuwa ni mtego mbaya kwa sababu gani? Kikawaida uwezi ukaingia kufunga siku 40 huli, alafu ghafla mtu anakuambia na kushauri ya kwamba ule kitu kigumu kama mkate. Siku 40 utumbo umejipinda, alafu anakuambia ule kitu kigumu. Wale watu ambao maisha yao ni ya ufungaji wanajua kwamba sheria za kufungua huo ni ngumu zaidi, hasa unapotaka kufungua na kama umefunga maombi ya muda mrefu. Unaposhindilia kitu ambacho ni kizito ndani, unaweza ukaleta matatizo makubwa yakakuangamiza kwa sababu umefungua vibaya. Huwezi umekaa siku 40 alafu unafungua na miogo au unafungua na ugali na nyama, inaweza ikakuathiri kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo ilionekana ni wazo jema, lakini nyuma yake lilikuwa na uharibifu. Kwa lugha nyingine, shetani alikuja kumjaribu Yesu ama kumwambia na kumshauri ili kumwangamiza.
lengo lake kubwa ilikuwa ni kumwangamiza kwa kumwambia afungulie kwa kula kitu kigumu ambacho ndani yake kilikuwa kinakwenda kumwangamiza. Sasa hii inatufundishaje? Inatufundisha kwamba unapoamua kupambana na mwenye nguvu anayeshikilia maisha yako, anayeshikilia maeneo unayoishi, anayeshikilia kazi yako, anayeshikilia huduma yako, anayeshikilia maeneo ambayo ni ya mafanikio yako, anaweza kujitokeza kwako kama mtu mwema. Anaweza akajitokeza kwako kama mtu mwema ambaye anakuja kwa ushauri, lakini ndani yake amelenga uharibifu, ndani yake amelenga mauti, ndani yake amelenga kukuteketeza. Si kila anayekushauri anaweza akaja na ushauri mbaya, lakini angalia lengo la huo ushauri limebeba nini. Kuna nini nyuma ya huo ushauri? Bila msaada wa Mungu naweza ukajikuta unaingia kwenye 18 yake na nakuvuruga. Anaweza akakushauri unamsumbukia Mungu nini? Unatafuta uso wa Mungu, unafunga nini? Yesu alishamaliza msalabani. Anaweza akaja na mbinu hizo ambazo zinalenga hali fulani ambayo nyuma yake zina uharibifu. Kwa hiyo tunajifunza nini hapa? Ya kwamba tunapopambana na mwenye nguvu, si kila saa atakuja ana mapembe, si kila saa atakuja amevaa manguo meusi. Anaweza kaja amevaa suti na maneno laini na mazuri, lakini nyuma ni uharibifu mkubwa. Na tuko kwenye kipindi kigumu sana kwa nyakati hizi ambazo Biblia inaziita nyakati za hatari. Si kila anayeshika Biblia, si kila anayesema asema Bwana wa majeshi, si kila anayefanya mambo ya unabii anakuwa na operate chini ya Roho Mtakatifu. Na kama hauna uwezo na ufahamu wa neno la kuweza kujua, utashindwa kutofautisha baina ya mganga wa kienyeji na Roho Mtakatifu, baina ya mtu mwenye roho ya utambuzi na Roho Mtakatifu. Ndio maana tunawashauri wa Kristo, hizi ni nyakati za hatari sana. Lazima warudi kwenye Biblia kama sehemu ya kipimo cha kuweza kupima. Biblia inasema jaribuni, pimeni. Unapimaje? Huna kipimio. Unapimaje? Huna kitu cha kupimia. Neno la Mungu ndio kila kitu. Akija imeandikwa, unajua imeandikwa, unafahamu hapa amepunguza ama hapa ameongeza. Na ndio maana watu ambaye hawana ufahamu na neno la Mungu ni watu walio kwenye danger zone. Ni rahisi kudanganywa, ni rahisi kurubuniwa, na ni rahisi kuhamishwa kabisa kutoka kwenye himaya ambaye Mungu anakusudia. Ndio maana tunashauri kama wachungaji, kaa kwenye neno, soma neno, tafakari neno, kaa kwenye mafundisho, kwa sababu mafundisho yanakukuza utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Ukiyakosa hayo, unawekeza kusikiliza asema, baada ya muda unaingia kwenye 18 na hutajua unatokaje. Mpenzi msikilizaji wangu, tabia ya pili ya kumjua mwenye nguvu aliye kwenye maeneo anayetawala maisha ya mtu ni kwamba mwenye nguvu ana tabia, hupenda kutoa mali na uongozi kwa watu wanaomwabudu. Hupenda kutoa mali na uongozi kwa watu wanaomwabudu. Hupenda kutoa mali na uongozi, ana ofa hivi vitu, lakini sharti iwe kwa watu wanaomwabudu. Kwa watu wanaomwabudu. Ile Mathayo 5 mstari wetu wa mwisho, Mathayo 5, Mathayo 4 ule mstari wa 5 mpaka wa 8. Biblia inasema hivi: kisha Ibilisi akamchukua, manake akamchukua Yesu hapo, mpaka mlima mtakatifu. Kumbuka Ibilisi ni mwenye nguvu. Akamweka juu ya kinara cha hekalu. Angalia, kamchukua akampeleka sehemu yenye mwinuko juu, kule juu. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa,
atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akasema tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. 9, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Yesu akamwambia, anayepaswa kuabudiwa na kusujudiwa ni Mungu peke yake. Unapata picha gani? Mwenye nguvu anapokuwepo ndani ya eneo, anaofa hivi vitu, anamwambia miliki zote za dunia na fahari yake iko mikononi mwangu, ila ili nikupe ni lazima unisujudie. Ukinisujudia nitakupa heshima, nitakupa mali, nitakupa fedha, nitakupa wafuasi, nitakupa kusanyiko kubwa. Lakini sharti la kwanza ni lazima kwanza umsujudie. Hii nimeita ni biashara, kwa sababu biashara ni mabadilishano, kwamba kuna kitu unatoa, kuna kitu unapokea. Sasa shetani hataki chochote, anataka kusujudiwa tu, alafu ndipo aofe. Anaposema miliki, maana yake ni falme. Anaposema fahari, anamaanisha heshima. Na tuna watu wengi sana wameingia kwenye 18 hii, wamejikuta wameingia kwenye 18 kwa kumwabudu shetani, na shetani amewapa hofa, amewapa mali, amewapa makusanyiko, amewapa vitu vingi, lakini sharti lake lilikuwa ni biashara ambayo huyu mtu na shetani wamefanya katika mlima. Nasema ya kwamba eneo la mlima ndiyo eneo la mabadiliko, ndiyo eneo la mageuko, ndiyo eneo la kuofa, ndiyo eneo ambalo kuna mambo yanabadilishwa. Ile biashara kati ya Mungu pamoja na shetani ilifanyika mlimani, eneo ambalo walikuwa wawili. Na ndio tuna watu wengi sana ambao wanaona maisha magumu, alafu wanakwenda kumsujudia shetani. Shetani anasema, wewe nisujudie tu, mimi nitakupa. Mpenzi msikilizaji, fikiria pamoja na mimi. Yesu amekubaliana na shetani. Mfano, Yesu amepanda mlimani, alafu anashuka, lazima atakuwa na uwepo mwingine, atakuwa na nguvu zingine za tofauti. Unaona, baada ya huduma ya siku moja, siku mbili, ana watu. Unaona, baada ya muda ana mali. Unaona, baada ya muda ana heshima. Unaona, baada ya muda ameinuka sehemu fulani. Unashangaa ni ghafla. Unashangaa ghafla. Unasema, lakini huyu mtu mbona alipanda akiwa hivi, ametoka vipi? Ameingia kwenye biashara. Nitaizungumza zaidi wiki inayokuja. Kwa dakika chache tupumzike. Tena mpaka tumefikia mwisho, nipende kutumia nafasi hii kukualika tena katika sehemu za ibada ambazo namba za simu mmepewa kutoka hapa katika meza hii, na kwa mambo mengine, maombezi pamoja na ushauri, unaweza ukatumia namba hizo. Unahitaji kujua kanisa lilipo, fika wewe, tupigie simu, tutakuelekeza na Mungu atatukuzwa. Kwa dakika chache ningependa kuomba kwa ajili ya kuhitimisha. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa roho na neema yako ya pekee juu yetu. Asante kwa mpenzi msikilizaji wangu ambaye umempa nafasi ya kusikia maneno haya kwa ufupi. Ninaamini kuna mambo mengi ambayo unahitaji kusaidia watu wako, kwa sababu nasema wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Jina lako litukuzwe, kwa sababu ndani ya neno kuna maarifa, na maarifa hayo ndio yanatuweka huru. Tukiyajua tunakuwa huru. Neema yako iwe juu yao, neema yako iwe juu ya nyumba zao, neema yako iwe juu ya familia zao. Neno lako kama mbegu likazidi kuchipuka ndani ya mioyo yao, na jina lako likazidi kutukuzwa.
katika jina la Yesu aliye hai. Amen.